Usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo mimi, nitasimama tena. Kumbuka niwapo gizani, Bwana ni nuru yangu. Hawezi kuniacha Bwana, mimi niangamie. Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliyenacho, na kila kigeukapo hufanikiwa. Maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Mithali yanasema hivyo. Kwanza, kabla hatujaendelea, ninaomba mpendwa mtumishi wa Mungu tusapotiane kwa kusubscribe. Hapa chini kuna neno subscribe, bonyeza hilo neno subscribe, itatokea alama kama ya kengele, ibonyeze hiyo alama, alafu bonyeza oro. Unakuwa umenisubscribe. Mungu atakubariki sana. Na kama Mungu atabariki tukapata subscribers wengi, kanitia moyo, nitajitahidi kuendeleza ushuhuda huu. Kwa leo nitausimulia ushuhuda huu kidogo na nitaishia njiani. Alafu kama tukisubscribe wengi zaidi, mkanipatia motisha au tukapeana motisha, nitaendeleza ushuhuda huu mbele zaidi. Mungu akubariki. Jina langu ninaitwa Filipo, ni mtoto wa mchungaji Petro. Nimezaliwa mkoani Mwanza, wilaya ya Ukerewe, tarafa ya Mumbuga, kata ya Ngoma, kijiji cha Nebuye, kitongoji cha Kikongora. Nimezaliwa mwaka 2006 na kusoma shule ya msingi katika kijiji kile kijiji cha Nebuye, shule ya msingi Nebuye. Nimesoma mahali pale mpaka nilipomaliza masomo yangu ya shule ya msingi na kufaulu kuendelea na masomo ya sekondari. Nimesoma masomo ya sekondari mkoani Geita katika shule ya sekondari Ludete iliyopo Katoro. Mpaka sasa hapa nipo Katoro. Mungu amenibariki akanipatia karama ya uimbaji. Ninamtumikia Mungu kwa kuimba nyimbo za Injili, lakini pia ni mwinjilisti. Namtumikia Mungu kwa kumhubiri. Ninahubiri habari njema za Yesu. Ninamhubiri Mungu aliye hai. Ninaomba nikupatie ushuhuda kidogo, alafu tutaendelea siku nyingine au wakati mwingine. Wakati niko naendelea na masomo yangu ngazi ya sekondari, nimekutana na mambo mengi katika huduma yangu, katika karama yangu. Nimekutana na mambo mengi, mengine ya kutisha. Kwa mfano, kuna siku moja tukiwa kwenye maombi tulishawahi kukutana na maajenti wa kuzimu, na siku hiyo tulipambana sana. Mungu akasimama, akatusaidia, akatutetea. Mpendwa, ili kupata ushuhuda zaidi, tuendelee na ushuhuda wetu mpaka utakapofikia mwisho. Ni kueleze jinsi ambavyo tulikutana changamoto nyingi. Tumekutana na mwovu ibilisi Shetani, anapigana kwa ajili ya kuchukua roho zetu. Wakati mwingine tulifikia hatua ya kuambiwa kwamba tutakufa, lakini tukasimama. Basi subscribe hapo chini ili tuongeze subscribers. Ninasali kanisa la Church of God Seventh Day lililoko Mji Mwema Katoro, chini ya mchungaji Robert Tadeo, na kutakia wakati mwema kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana. Kijana wangu, mwalimu wangu kabisa mzuri, Mungu akubariki sana, na hiyo kazi endelea nayo, utabarikiwa. Siku moja ufike Katavi uambie habari njema za Yesu Kristo.